Tazama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema. Wakati wote anaendelea kututakasa kwa kweli yake na kutupatia neno lake ambalo linakwenda kutupatia pia amani na furaha katika mioyo yetu. Niwakaribishe tena katika mfululizo wa masomo haya ya uumbaji au uibukaji sura halisi. Kama ambavyo nimepata kuzungumza katika masomo yaliyopita ya kwamba katika series nzima tutakwenda kujibu hoja ya kile ambacho kinausumbua ulimwengu kuhusiana na swala zima la ubaguzi wa rangi. Katika somo hili ambalo tunakwenda kujifunza sasa ni sehemu ya pili ya somo lililopita, yaani tulipata kujifunza, tulilolipatia kichwa kinachosema unabii wa Darwin. Na hii itakuwa ni sehemu ya pili ambako tutakwenda kutazama namna ambavyo Charles Darwin aliweza kufundisha, aliweza kuleta mafundisho haya mageni, mafundisho ambayo yalileta matatizo makubwa katika enzi zake na yanaendelea kuleta matatizo hata sasa, yaani matatizo ya ubaguzi, sio tu wa rangi lakini pia wa kikabila. Hivyo niwakaribishe tuweze kumwomba Roho Mtakatifu aendelee kutuvuvia, aendelee kutufundisha kile ambacho anahitaji tukijue katika masomo haya. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tumerejea tena kwa mara nyingine tukisii uwepo wako, tukiomba nguvu zako, tukiomba mafundisho yako. Katufunulie kweli yako katika swala hili, na mwisho wa siku sifa zikapate kukurudia wewe. Tumeomba katika jina la Yesu, amina. Maandiko matakatifu yanatueleza, tulijifunza katika somo lililopita ya kwamba wanadamu hawajui thamani yao. Katika kitabu cha Ayubu sura 28 mstari wa 13 nasema, mwanadamu hajui thamani yake wala haionekani katika nchi ya walio hai. Na tumejifunza ya kwamba wanadamu hawa sasa hivi wanashindwa kujua thamani yao, hawajui ubora wao, na hii ni kwa sababu ya kukosa maarifa ya kile ambacho amekifunua katika maandiko matakatifu. Tulisoma katika gazeti la Christian Times ya kwamba watu wengi leo, hasa Wakristo, wameachana na kile ambacho maandiko matakatifu yanasema kuhusiana na asili yao, na wameenenda kwa kusoma na kufuatilia na hata kukubaliana na mafundisho ya mtu ambaye pia anatambulika kama mwanasayansi, ambaye tulimuona katika somo lililopita kuwa ni mwanafilosofia, yani Charles Darwin, ambaye kwa yeye tunakutana na mafundisho ya uibukaji ambao kwa hakika unafundisha watu kubaguana na kuwaona watu fulani ni bora kuliko watu wengine. Lakini pia tuliona ya kwamba Charles Darwin mwenyewe anakubali ya kwamba yeye mwenyewe anapokuwa anaandika na kusoma kile anachokiandika, anaingiwa na ukakasi kiasi kwamba akihisi na kuamini ya kwamba pengine mapepo, ambao tumeona pia ni jina lingine la mashetani, ya kwamba walikuwa wakimchezea. Sikia, katika tovuti hii ambayo tuliiona katika somo lililopita, katika hiki kitabu cha Times ambacho kinasema How Man Began, na nikawaeleza kwa wale ambao mfahamu Charles Darwin, hiyo ni picha yake. Tunajifunza ya kwamba Charles Darwin alikuja na hii idea ya kwamba watu wanatokana na wanyama, na watu wengi wanaamini ni sokwe, lakini science na kile ambacho Charles Darwin anakisema, hasemi tumetokana na sokwe, anasema tumetokana na wanyama. Katika series nyingine tutakwenda kuona mnyama gani ambaye Charles Darwin alikuwa akizungumzia, lakini kama matokeo ya mafundisho ya Charles Darwin tunakutana na mafundisho ya ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa kikabila, kama ambavyo tumeona katika masomo yaliyopita. Tulimtazama mwandishi Adrian Desmond na James Moore ambao walituandikia katika kitabu kinaitwa Darwin mwaka 1991, ambako waliandika na kusema, wanazuoni wengi wanakubaliana kwamba mapambano ya kikabila au kirangi ni sehemu muhimu ya maelezo ya Darwin kuhusu mageuzi ya binadamu.
na baadhi yao hata wanajadili waziwazi jukumu la kuangamizwa kwa watu wa rangi au makabila katika nadharia yake. Kwa hiyo hawa waandishi wanaeleza wazi, na si kitu cha kutunga, bali ni watafiti na waandishi ambao wanaeleza wazi ya kwamba Charles Darwin katika kuelezea uibukaji na maendeleo ya binadamu anatufunulia ya kwamba aliamini ya kwamba kuna watu ambao hawastahili kuendelea kuishi. Kuna watu wa jamii dhaifu ambao kwa kipindi fulani kijacho, ambacho ni kipindi hiki ambacho tunakizungumza leo, kwa maana yeye amekwisha lala mauti, watu hao wanapaswa kuondoshwa. Na kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe pamoja na washirika wake, walitangaza wazi ya kwamba hawa ni watu wenye mionekano tofauti na wazungu, yaani watu weusi na wengine ambao hawana mionekano ya kufanana na wazungu. Ndicho ambacho Desmond pamoja na Mo wanajaribu kukidadavua wanapoelezea kile walichojifunza katika kitabu cha Charles Darwin, yani Asili ya Mwanadamu, ambayo Wakristo leo wanakitetea. Sikiliza. Litter katika Atlas History of Christianity anatuambia Darwin alipendekeza kuwa katika tendo la asili la uchaguzi katika mazingira ya mabadiliko yake ndipo maisha yatakavyoongozwa, yani kwa wenye nguvu kuwashinda walio dhaifu. Na mwandishi mwingine anaitwa Matthew Chu anatuambia katika article inaitwa Perfection of Science ya kwamba wanabiolojia wa mageuzi kwa kawaida hutumia usemi wa mfano kuishi kwa wenye nguvu, ambao una maana kamili katika muktadha wa mahesabu ya kijenetic ya idadi ya watu kama ufupisho wanapoelezea michakato ya mageuzi. Kwa hiyo hawa ni waandishi wengine ambao wanajaribu kueleza wazi ya kwamba kile ambacho Charles Darwin alipata kukifundisha kuhusiana na uibukaji na mageuko ya binadamu kina uhusiano mkubwa sana na kile ambacho tunajifunza, yani swala la ubaguzi wa rangi, kwamba kuna jamii ni bora kuna jamii ambazo sio bora. Ndicho ambacho Charles Darwin alikifundisha na ndicho ambacho wafuasi wake hata sasa wanaendelea kukifundisha. Sikia, Herbert Spencer mwaka 1864 aliwahi kusema, nadharia ya kuishi kwa wenye nguvu na kuangamia kwa wadhaifu, ambao nimejaribu kuielezea kwa maneno ya kiufundi, ndiko ambako Bwana Darwin amekuita uteuzi wa kiasili au uhifadhi wa watu wa makabila yanayopendelewa katika mapambano ya maisha. Kwa hiyo leo tumeona katika somo la kwanza kuna watu wanasema Mungu ana upendeleo. Mungu anawabariki sana watu weupe kuliko kuwabariki watu weusi. Hapa tunakutana na watafiti wanatuambia hapana, mafundisho ya kwamba kuna watu waliopendelewa na watu ambao hawajapendelewa ni mafundisho ya Charles Darwin katika misingi ya nadharia ambao alipata kuibuka nayo, yani nadharia ya uibukaji. Kwa hiyo watafiti unaposoma wanaweka wazi ya kwamba ubaguzi unaoendelea ni matokeo ya kile ambacho Charles Darwin alipata kukifundisha katika nadharia yake na sio kile ambacho Biblia inakisema. Ndicho ambacho watafiti wanakisema. Sikia, Charles Darwin mwenyewe mwaka 1869 katika kitabu kinaitwa On the Origin of Species anasema, uhifadhi huu wa aina ya viumbe tofauti zinazopendelewa na uangamizaji wa viumbe wengine wenye tofauti wenye kudhuru mimi huita uteuzi wa kiasili au kuishi kwa wenye nguvu na kuangamia kwa wadhaifu. Kwa hiyo haya ni maneno ya Charles Darwin mwenyewe ambayo yanathibitisha kile ambacho washirika wake na waandishi leo wanakiandika. Kwa hiyo Charles Darwin anakubali katika kile ambacho alikifundisha, kwa hakika kuna watu wamependelewa, kuna watu ni bora kuzidi watu wengine ambao tuliona yeye aliwaita washenzi, lakini pia aliwaita gorila kwa maana ya nyani, sokwe na viumbe wengine ambao walipata kuwaita kama ambavyo tumeona katika somo lililopita. Kwa hiyo wapendwa, tunaposikia watu fulani wanawaita wengine nyani, tunaposikia watu wengine wanawaita watu wengine sokwe, haya sio mafundisho ya Biblia. Haya ni mafundisho ya mwovu Shetani ambaye alianzisha mafundisho ya namna hii ya ubaguzi kule mbinguni, na sasa anayaendeleza duniani akihakikisha anawafanya wanadamu wa mionekano tofauti wanabaguana, nao hawawi kitu kimoja. Lakini habari njema ni hii, Kristo amekuja kwa ajili ya kutufanya sisi kuwa kitu kimoja. Tuendelee kujifunza. Sikia, Charles Darwin anaenda kusema, ni kweli kabisa kile ambacho unakisema. Hii ni barua yake kwa Charles Kingsley.
Ni kweli kabisa kile ambacho unaendelea kukisema kuhusu makabila juu ya makabila yenye nguvu ya wanadamu yakifia kiwango cha juu cha kutosha, yanaenea na kuangamiza mataifa mengine. Tulijifunza haya katika masomo yaliyopita, lakini pia tukamwona Thomas Huxley akisema hakuna mtu mwenye akili timamu anayejua ukweli anayeweza kuamini kwamba mtu mweusi wa kawaida ni sawa au bora kuzidi mtu mweupe. Kwa hiyo haya ni mafundisho ambayo Charles Darwin na wafuasi wake waliyafundisha kipindi kile, na wameendelea kuyafundisha kupitia vitabu vyao hata sasa, na wameendelea kupata wafuasi ambao kwa hao wanaendeleza kile ambacho Charles Darwin na washirika wake walipata kukianzisha. So tuondokane na mitizamo ya kwamba Biblia inasema, wapendwa katika Bwana, Biblia haisemi ya kwamba kuna watu bora kuliko wengine. Biblia hakuna sehemu inaandika watu weusi wamelaaniwa, na tutakwenda kuona hayo masomo kiundani katika masomo yanayofuata. Bali haya mafundisho ya kuitana nyani na kubaguana ni mafundisho ya Charles Darwin, na tumeona ni mafundisho ya muovu Ibilisi. Sikia, katika tovuti ya Umoja wa Mataifa tunasoma ya mwaka 2012 ya kwamba Umoja wa Mataifa waonya kuhusu uhusiano baina ya ubaguzi wa rangi na migogoro. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa wanaendelea kukubaliana na ukweli ya kwamba fundisho la Charles Darwin linaendelea kuleta matatizo duniani leo, ingawa hawawezi kukubali kwa haraka ya kwamba haya ni mafundisho ya Charles Darwin. Na ndio maana tunajifunza sasa. Umoja wa Mataifa wanasema maafisa wa ngazi ya juu wameonya kuhusu hatari ya uhusiano baina ya ubaguzi wa rangi na vita, wakitaka jumuiya ya kimataifa kushughulikia dalili na hali hiyo kabla haijawa kubwa na migogoro kuongezeka. Of course, katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema ubaguzi wa rangi na ubaguzi mwingine vimekuwa vikitumiwa kama silaha ya kuleta hofu. Kwa wapendwa, hizi tovuti, hawa watu wanaendelea kutufunulia jinsi ambavyo tatizo la ubaguzi limekuwa serious duniani, lakini walio wengi hatujui asili ya hili tatizo. Na nachelea kusema hata wakuu wa Umoja wa Mataifa walio wengi ninaamini ni vipofu kuhusiana na kile ambacho tunajifunza sasa. Na ndio maana Mungu katika nafasi hii, ndio maana Mungu katika wakati huu ameamua kuifunua hii kweli, sio tu kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya wakuu wa Umoja wa Mataifa na mataifa kwa ujumla waweze kujua asili ya tatizo hili ni wapi na ni nani. Wapendwa, asili ya tatizo la ubaguzi wa rangi ni Shetani, Ibilisi, ambaye anawatumia wanadamu, na moja ya wanadamu alipata kuwatumia ni Charles Darwin. Sikia, Umoja wa Mataifa wanaendelea kusema katika hali zingine viongozi wasiofaa huchochea ubaguzi unaosababisha mauaji ya kimbari, kama tulivyosema ya kwamba Shetani anawatumia wanadamu. Anasema uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ubaguzi wa rangi na vita, ikisisitiza kwamba ubaguzi wa rangi unaweka hatarini amani, usalama, haki na maendeleo ya jamii. Naye kamishna mkuu wa haki za binadamu Navi Pillay amesema uhusiano uliopo baina ya ubaguzi wa rangi na migogoro ni mzizi iliyojikita kwa muda mrefu ambayo inapaswa kung'olewa. Wapendwa katika Bwana, sisi kama wanadamu hatuwezi kung'oa tatizo hili mpaka tutakapomrejea yeye aliyepata kutuumba na aliyepata kutuokoa kutoka katika dhambi, yani Kristo Yesu. Ndicho ambacho ninakiamini, ndicho ambacho natamani watu waanze kukitazama, na ikiwezekana mwisho wa siku wakiamini. Ni yeye pekee ambaye anaweza kutupatia majibu ya kile ambacho kinaendelea leo, na ni yeye pekee ambaye anatufunulia haya katika masomo ambayo tunajifunza. Katika tovuti ya Deutsche Welle tunasoma katika utafiti, ubaguzi wa dhidi ya watu weusi bado upo Ulaya. Deutsche Welle wanasema utafiti uliofanywa na shirika la Ulaya la haki za msingi FRA juu ya ubaguzi wa rangi dhidi ya watu weusi katika mataifa 13 ya Umoja wa Ulaya umeitaja Ujerumani kuongoza ikilinganishwa na maeneo mengine. Wapendwa, sijaweka hii habari kuwanyoshea vidole Wajerumani, kwa sababu tumeona katika masomo yaliyopita ya kwamba dunia nzima ina hii changamoto. Lakini nini ambacho tovuti inatueleza? Inatueleza kwamba tatizo hili linaonekana kuwa kubwa katika bara ambalo muasisi wa tatizo hili, yani Darwin, alipata kuishi. Darwin alikuwa akiishi Ulaya,
na Ulaya ndiko ambako kunaonekana kuwa na tatizo kubwa, na kutoka Ulaya tatizo hili linasambaa dunia nzima. Ndicho ambacho najaribu kukionyesha. Katika tovuti ya Pars Today tunakutana na article nyingine nasema ubaguzi wa rangi mgogoro mkubwa barani Ulaya. Na kwenda kunukuu kama ifuatavyo katika tovuti ya Pars Today ya kuwa kuendelea na kushadidi sera ya ubaguzi umekuwa mgogoro mkubwa wa kisiasa na katika jamii za Ulaya, kiasi kwamba katika miezi ya hivi karibuni raia wengi wa Ulaya wametoa wito wa kukomeshwa sera hizo za kufanya mikutano na maandamano. Kuongezeka migogoro ya kijamii kumepelekea viongozi wa Ulaya kukiri vitendo vya kuwepo kwa sera hizo za ubaguzi wa rangi, akiwemo kansela wa Ujerumani ambaye amekiri ukweli huo kwa kusema kwa bahati mbaya ubaguzi wa rangi ni hakika nchini Ujerumani. Ndicho ambacho tunaambiwa na tovuti ya Pars Today. Lakini pia wanaendelea kusema ubaguzi wa rangi umekuwa ni tatizo kubwa barani Ulaya. Kuenea ubaguzi huo katika nchi mbalimbali za Ulaya ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Uingereza na Ujerumani kumesababisha hali ya kutoridhika kwa jamii na kuongezeka katika jamii katika miezi ya hivi karibuni. Kwa hiyo historia na tafiti zinatuonyesha wazi ya kwamba pale ambako nadharia ya uibukaji ilipata kuibuka, nadharia ya uibukaji ambayo ilifundisha swala zima la kuwathamini watu fulani na kuwapuuza watu fulani, ndiko ambako leo kuna migogoro mingi, na ndiko ambako ukifuatilia dunia nzima center au kitovu cha tatizo hili inaonekana inatokea hapo, yani katika bara la Ulaya, yani ambako Charles Darwin alipata kuandika nadharia yake ya uibukaji na kufundisha swala zima la ubaguzi wa rangi. Katika hii video yupo daktari ambaye kwa hakika naye katika tafiti zake ameligundua hili swala ambalo tunalizungumza hapa, na kwa namna ambavyo watu au jamii fulani ambazo zinajiona bora sana kuliko jamii za watu ambao wana mionekano tofauti na yao, wakitengeneza mbinu mbalimbali za kuhakikisha watu weusi, watu ambao hawafanani nao rangi, wanapata kuangamia. Tutazame hii video kwa ufupi alafu nitarejea. 5 or 6 different vectors. It's in the food, it's in the vaccines, it's in the medicine, it's in the psychiatric drugs. Oh, and let's get to the food, because this is the final chapter of this that will absolutely shock you. Now, you're hopefully aware of genetic engineering of the food supply, right? They're called GMOs, or genetically modified organisms. This is an advanced science technique to alter the DNA of food crops in order to build in certain traits and physical properties or even chemical properties that the scientists want to put into the food. Now, I'm going to explain to you how your food is now being weaponized as an extermination vector to eliminate black lives. All right? Now, I'm a food scientist. I'm the author of Food Forensics. It achieved the #1 best-selling science book on Amazon.com. I'm the co-author of science papers that have been published in mainstream science journals. I'm not just a casual layperson when it comes to food science. I run a mass spec laboratory that's ISO accredited, validated, audited, inspected, passed many, many tests. Our data can be used in a court of law anywhere around the world. We do food analysis. We can search for complex molecules such as pesticides or elements such as mercury or cadmium. So I run the lab. I am the lab science director. I know a thing or two about food science. Now, what they have invented, when I say they, I'm talking about the genetic engineers, not only have they found a way to put these genetically engineered traits into food crops, they've now found a way to cause food crops to grow RNA fragments. Wow, kama tumetazama kwa makini hii video, utaona wazi ya kwamba huyu daktari anakubaliana na ukweli kwamba zipo jamii, wapo watu ambao wametarget kuangamiza jamii ya watu ambao hawafanani nao, yani wa Afrika. Kwa mujibu wa hii article, wameweza kutengeneza madawa ambayo yanaweza kuangamiza wa Afrika. Wameweza kutengeneza even vyakula ambavyo vinabadilishwa vinasaba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jamii ya watu hawa wanaoitwa watu weusi au kutoka Afrika wanapata kuangamia. Sizungumzi haya kwa ajili ya kuwanyoshia vidole hawa watu, sizungumzi haya kwa ajili ya kuwalaumu sana hawa watu. Lengo ni kutaka kuwaonyesha ukubwa wa hili tatizo, na kwamba kama Kristo Yesu
hatoingilia kati, basi tutaendelea kuangamizana wenyewe kwa wenyewe duniani, lakini mwisho wa siku tutaendelea kulaumiana wenyewe kwa wenyewe, wakati nyuma ya pazia tumejifunza yupo ibilisi shetani. Sikia, katika tovuti ya gazeti la Mwananchi mwaka 2013 article moja iliyowahi kutoka inasema, kinachosumbua Rwanda ni historia yake. Nini ambacho kilitokea Rwanda? Ukifuatilia Rwanda, shida ilikuwa ni ubaguzi, shida ilikuwa ni kutokuthaminiana, shida ilikuwa ni watu fulani kujiona bora kuzidi watu wengine. Mwisho wa siku wakaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo hili tatizo sio tu lipo Ulaya, hili tatizo sio tu lipo katika mabara mengine, hata Afrika tuna hiyo changamoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekwisha pandikiziwa mafundisho ya Charles Darwin ya kuweza kuwaona watu wengine ni dhaifu na kujiona sisi ni bora. Na kwa sababu hiyo migogoro imeendelea kuwapo, migogoro imeendelea kushamiri katika dunia. Na tumejifunza katika tovuti mbalimbali za Umoja wa Mataifa wakieleza wazi kuna uhusiano mkubwa sana kati ya vita na migogoro inaendelea duniani na ubaguzi. Kwa sababu vita zinazotokea sasa ni kwa sababu watu fulani wanajiona wanastahili vitu fulani kuliko watu wengine. Ndicho ambacho kinatokea. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, weidha tunakubali au tunakataa, huu mgogoro sisi kama sisi hatuwezi kuutatua mpaka wao waliokuwa nje ya sisi, yaani wale walikuwa katika ulimwengu wa roho, waweze kuingilia kati na kutusaidia sisi kuijua kweli, na hiyo kweli tuweke huru, kisha tufanye uamuzi. Sikia, katika tovuti ya Radio France International tunasoma, Rwanda yaadhimisha mauaji ya kimbari ya Watutsi miaka 30 baadaye. Ndivyo ambavyo wanatueleza. Anasema miongo mitatu ya ujenzi upya, Rwanda inaadhimisha tangu Jumapili mauaji ya halaiki ya Watutsi, siku 100 za huzuni, ambapo kiza bado kinatanda katika nchi hii ya maziwa makuu ya Afrika, licha ya kazi ya maridhiano isiyo na mwisho. Kwa nini hakuna maridhiano? Ni kwa sababu watu wameweka chuki, ni kwa sababu watu wameendelea kuumia. Watu wanapokumbuka kile ambacho walifanyiwa miaka mingi iliyopita, wanaendelea kuumia. Wapendwa katika Bwana, hawa watu wataendelea kuumia mpaka ambapo watakubali kumsikiliza Kristo. Kristo atakapoingilia kati na kuona wazi ya kwamba wale ambao waliua ndugu zao, wale ambao waliwabagua ndugu zao, walikuwa sio wao, bali wanatumiwa na jeshi la shetani mwovu katika kuangamiza. Na hajaacha kufanya hivyo, ameendelea kufanya hivyo sio tu Rwanda, na ameendelea kufanya hivyo katika mataifa mengine, kama ambavyo tunaona katika hizi siku za karibuni, namna ambavyo vita na mapigano na mitafaruku ikiendelea kuibuka katika nchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu fulani wanajiona bora kuliko wengine, na hawa watu wengine wakiamini kwamba wao pia ni bora kuliko wale wanaojiona bora, wanaamua kunyanyuka na kuanza kupigana na kumwaga damu. Nyuma ya pazia shetani anatucheka, nyuma ya pazia shetani anatunyoshea vidole na kututoa akili. Umefika wakati watu kutumia akili. Imefika wakati watu kumrejea Mungu wao apate kuwafunulia kweli, nayo hiyo kweli ipate kuwasaidia kuona uhalisia wa mambo yanayoendelea duniani. Biblia ni kitabu halisi, wapendwa katika Bwana. Ni kitabu ambacho kinatufunulia mambo ambayo akili ya kawaida haiwezi kung'amua. Sikia, katika Biblia kitabu cha Danieli sura 9 mstari wa 2 nasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu. Nini ambacho nataka tukiangalia kingine kuhusiana na kisa hiki ambacho tunajifunza kuhusiana na namna ambavyo Charles Darwin ameweza kuleta changamoto katika ulimwengu leo. Katika tovuti ambayo tulipata kuisoma katika kitabu hiki cha Stephen Jay Gould, Ontogeny pamoja na Phylogeny mwaka 1977 tulisoma maneno yafuatayo. Stephen Jay Gould anasema hoja ya kibiolojia kuhusiana na ubaguzi wa rangi pengine zilikuwepo kabla ya miaka 1859, lakini hoja hizi zimeongezeka maradufu na kwa nguvu kadiri nadharia ya uibukaji ilivyozidi kukubalika kati ya watu. Kwa hiyo Stephen Jay Gould anatuambia changamoto hii ambayo tunaiona Charles Darwin ameileta na kupelekea dunia ichafuke, hakuwa mtu wa kwanza kuja nayo. Changamoto hii ilikuwako kabla ya Charles Darwin, na ndio maana nikasema yeye aliye muasisi wa changamoto hii bado anaendelea kuishi, ingawa mwandishi amefariki, amelala. Kwa leo nataka tuone ya kwamba hiki kitu ambacho Charles Darwin alikuja nacho
hakikuwa kigeni, alikuwa akiendeleza kitu ambacho kilipata kuwako kabla yake yeye. Sikia, katika kitabu cha mwandishi anaitwa Henry Ferd Osborn, kinaitwa From Greek to Darwin, mwaka 1929, mwandishi huyu aliwahi kuandika na kusema, nimejaribu kutafuta na kupeleleza nadharia ya uibukaji ambayo ni ya Charles Darwin, nikajikuta narejea mpaka enzi ya wanafalsafa wa Kigiriki. Kwa kweli nilishangaa na kustaajabu kupata sifa na mawazo mengi kutoka kwao yanayofanana sawia na yale ya nadharia ya Darwin, na kuonekana yalikuwako enzi hizo kwa karne 7 kabla ya Kristo. Ndicho ambacho mwandishi huyu anatuambia, ya kwamba hiki anachokifundisha Charles Darwin leo kilisha kuwepo kabla, kwa mujibu wa yeye alivyotafiti, miaka 7 kabla ya Kristo kuzaliwa. Haya mafundisho yalikuwako. Kwa Charles Darwin ni moja tu ya puppet. Charles Darwin ni moja tu ya chombo ambacho Ibilisi alipata kukitumia. Je, maneno ya Osborn yana ushahidi wowote kwenye maandiko matakatifu? Jibu linapatikana katika kitabu cha Mhubiri sura ya 1 mstari wa 10. Mhubiri anasema, je, hakuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Anasema limekwisha kwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Kwa hiyo kile ambacho Charles Darwin anakifundisha, ambacho watu wanaaminishwa ya kwamba ni kitu kigeni, ni utaalamu mpya, kwa mujibu wa Biblia na Osborn, ili jambo sio jipya kwa sababu lilikuwepo miaka mingi iliyopita. Sikia, katika gazeti la Japan Times Januari 28, 2008 tunasoma, karne ya 6 kabla ya wazo kwamba viumbe vinaweza kubadilika na kuwa aina nyingine ya viumbe lilipata kuwako kabla ya nadharia ya Darwin Wallace. Tunasoma kwamba kwa mfano alitoa mawazo ya awali kuhusu mabadiliko ya viumbe. Kwa mujibu wa hili gazeti, kama ambavyo Osborn alitueleza na kama ambavyo Mfalme Solomon anatueleza, mawazo ya Charles Darwin sio mapya, ni mwendelezo wa kile ambacho kilikuwepo tangia mwanzo. Sikia, katika tovuti ya National Geographic tunasoma mawazo ya nadharia yaliyopendekezwa na Charles Darwin na Alfred Wallace katika karne ya 19, yaani uibukaji, hujaribu kusimulia mabadiliko ya viumbe kutoka hatua moja kwenda nyingine. Mawazo haya huturudisha nyuma sana ya muda mpaka kwa Anaximander wa Melito huko Ugiriki, ambaye aliishi miaka 500 kabla ya Kristo. Ndivyo ambavyo historia inatufunulia. Kwa hiyo kumbe wakati Kristo anaishi duniani, mawazo ya ubaguzi wa rangi na maubaguzi wa kijamii yalishapata kwako. Ndicho ambacho historia inatuambia. Sikia, Anaximander mwenyewe, historia inatueleza kuwa katika kitabu kinaitwa Chambers and wanyama, hata amepata kwako miaka mingi sana. Hata katika enzi ya mwanafilosofia Socrates wa Kigiriki, mwanafilosofia Anaximander wa Melito alipendekeza kuwa wanyama walitokea katika maji na sana hata kisha wakaanza kuishi nchi kavu. Ndivyo ambavyo wanafilosofia wanafundisha. Swali, je, Charles Darwin ni mwanafilosofia au ni mwanasayansi? Hilo jibu unalo katika kitabu kingine biolojia za pia mawazo ya mwalimu wake pia watu wa magharibi kule Babeli. Kwa mujibu wa historia, hii nadharia na haya mawazo ya Charles Darwin yanaonekana kuwepo kipindi cha Kigiriki kabla Yesu hajazaliwa duniani. Lakini pia yanaonekana kwenda mbali kwa sababu yalikuwa ni ya mwalimu aliyeitwa Thales, ambaye huyu Thales alitoa mafundisho hayo kutoka Babeli. Kwa lugha nyingine, mafundisho ya uibukaji, mafundisho ya ubaguzi, asili yake ni Babeli. Tukiangalia historia hii ya ulimwengu, ndicho ambacho historia inatuambia. Sikia, Thales anatambulika kama mwanafilosofia wa kwanza kuachana na matumizi ya simulizi za mithiolojia ili kuelezea kutokea kwa ulimwengu na mbingu kwa ujumla. Badala yake alieleza vitu kwa kutumia vitu vya asili na matukio akitumia nadharia ya vitu asilia. Ndicho ambacho tunaelezwa. Sikia, katika kitabu kinaitwa World History Encyclopedia tunasoma, inakubalika kuwa
Thales alipata nadharia hii kutoka Babeli. Kwa ujumla, inaaminika kwamba Thales alikuza zaidi dhana ya Babeli ambayo baadaye ilitumiwa na Pythagoras. Ndicho ambacho historia inatufunulia. Kwa mujibu wa wanahistoria, ni wazi ya kwamba kile ambacho Charles Darwin anakifundisha halikuwa wazo jipya. Ni wazo ambalo lilikuwepo Ugiriki, na Wagiriki walitoa wazo hili kule Babeli. Wapendwa, sikia historia katika kitabu cha gazeti la Review and Herald Desemba 10 mwaka 1903. Tunasoma maneno yafuatayo: wakazi wa eneo la tambarare huko Shinari walianzisha utawala wao ambao kupitia huo walijiinua na kujichukulia utukufu wa Mungu. Nadharia za ukosoaji zilizokuwa zimeibuka zilikwenda kupoteza amani, furaha na ulinzi wa watu. Kwa mujibu wa gazeti la Review and Herald, nadharia za kukosoa serikali ya Mungu kama ambavyo shetani alikosoa serikali ya Mungu mbinguni ziliibuka pale katika nchi ya Shinari. Watu watajiuliza, Shinari ndo nchi gani? Ukisoma kwenye Biblia, Shinari ndiko ambako Babeli ilijengwa. Lakini watafiti McClintock pamoja na Strong waliwahi kuandika na kusema Shinari inaonekana kuwa ni jina la kale la eneo kubwa la tambarare iliyojaa matope ambako mito ya Tigris pamoja na Efrata hupita kabla ya kufikia baharini, eneo ambalo baadaye lilijulikana kama Kaldea au Babelonia. Kwa mujibu wa historia na nyaraka mbalimbali za arkeolojia zinaonyesha wazi ya kwamba Charles Darwin hakuwa muasisi wa nadharia ya uibukaji, bali alikuwa ni mwendelezaji wa nadharia hiyo. Aristotle anatuambia wanafilosofia wengi waliopata kuwapo kabla ya Socrates walifuata nyayo zake Saleth katika kuelezea vitu vya asili, wakiamini kuwa kitu cha kale ambacho kwa hicho vyote hutokea, tofauti na mithiolojia zilizopata kusimulia. Aristotle alimtambua Thales kuwa ndiye muasisi wa shule za filosofia za Ioni. Na tukajifunza katika kitabu cha Harrison, katika article ya Harrison, Origin of Evolution of the Universe, katika Encyclopedia Britannica, kuwa nadharia ya uibukaji pia hutumiwa kama ufunguo wa mithiolojia za kifilosofia, nayo hufanya kazi kama dini. Tulijifunza hili katika somo lililopita ya kwamba whether tunakubali au tunakataa, kile ambacho Charles Darwin alipata kukifundisha hakikuwa kigeni. Ulikuwa ni mwendelezo wa mafundisho kutoka Babeli yakaenda mpaka Ugiriki, na kutoka Ugiriki tunakutana nayo kwa mtu anaitwa Charles Darwin, na tunaona namna ambavyo dunia leo inapata tabu kwa sababu ya hicho. Sikia, mwanafilosofia mwingine anayekwenda kwa jina la Empedocles aliwahi kuelezewa kama ifuatavyo. Mwandishi hapa anaitwa Thomson B katika kitabu kinaitwa The History of Evolutionary Thoughts mwaka 1981 anasema mwanafilosofia wa Kigiriki aitwaye Empedocles hutambulika kama baba wa nadharia ya uibukaji kwa upande wa uchaguzi asilia. Naomba unoti maneno uchaguzi asilia, ambaye alisema ni kwa nafasi tu pekee, kwa bahati tu, ndiyo chanzo cha uibukaji na mabadiliko ya maada hata kuibuka kwa wanadamu. Kwa hiyo hawa ni watu ambao walifuata baada ya Thales, baada ya kina Anaximander, wakaendelea kuidadavua nadharia ya Anaximander ambao aliitoa kwa Thales, ambaye Thales aliitoa kule Babeli. Sikia, Osborne anasema mtaalamu Empedocles alihitimisha kwa kusema kuwa mabadiliko ya muda mrefu ndio pekee ambayo huweza kuelezea asili ya maisha na kutupatia maarifa ya kwa vipi viumbe waliweza kuibuka na kubadilika taratibu. Na mpenda huyu mwandishi anaitwa Matt Ridley, anatufunulia mambo yafuatayo katika kitabu chake kinaitwa The Evolution of Everything. Anasema nadharia ya mageuzi imekuwa ni moja ya mawazo yenye nguvu zaidi ya kisayansi kwa zaidi ya miaka 100, lakini Darwin alitanguliwa na uchapishaji wa awali. Huenda unafikiri ninamaanisha Alfred Russel Wallace. Hapana, siamini hivyo. Pendekezo la kwanza la wenye nguvu kuishi na wadhaifu kuangamia lilitoka kwa mwanafilosofia wa Sicilia aitwaye Empedocles zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Empedocles alipata misingi sahihi, lakini bila mfumo wowote wa kisayansi wa kuunga mkono wazo lake, na kwa hakika halikuwa limefika
kwa wakati wake. Kwa hiyo huyu mwandishi ambaye anaitwa Matt Ridley anatuambia kwamba mawazo ambayo Charles Darwin amekuja nayo ya kwamba wadhaifu wataangamizwa, walio bora wataishi, ni mawazo ambayo yalipata kuanzishwa na mwanafilosofia aliyeitwa Empedocles. Na Empedocles yeye alitoa mafundisho yake kutoka kwa Anaximander pamoja na Thales, ambao wao walitoa mafundisho hayo kutoka Babeli. Kwa hiyo hiki kinachoendelea sasa, wapendwa katika Bwana, ni kile ambacho shetani amekuwa akikipandikiza kwa maelfu ya miaka mpaka kufikia katika wakati wetu, na kama tutakataa kuliona hilo, hatutokuja kupata suluhisho ya kile ambacho tunakiita ubaguzi wa rangi leo. Kwa hiyo Biblia inaposema hakuna jipya chini ya jua, tafsiri yake ubaguzi wa rangi ulipata kuwako takia kipindi hiko na umeendelea hata sasa, na wapekee ambaye anaweza kutusaidia kuepukana na haya masuala ya kubagua mwenyewe, kama ambavyo tutakwenda kuona katika masomo yanayofuata. Osborne anasema mwanafilosofia huyu pia aliamini kuwa katika uchaguzi asili ndiko ambako utendaji kazi wa mawazo ya uibukaji na mabadiliko huweza kuonekana, yaani kwa wenye nguvu kudumu na kurithisha vizalia na kurithisha vizalia na wadhaifu kupotea. Kwa hiyo kile ambacho tunakisoma, wapendwa, kile ambacho tumekiona ambacho Charles Darwin anasifika kwacho sio chake, bali ni kitu ambacho kilishapata kwako, yeye alikirudia. Na bahati nzuri na inasikitisha kuona maprofesa na walimu wakubwa duniani wanapeleka sifa na utukufu kwa Charles Darwin katika kile ambacho anakifundisha, nao wamefumbwa macho wasijue ya kwamba Charles Darwin ni puppet ambaye ameendelea kutumiwa na shetani katika kuendeleza mafundisho yake ambayo yalipata kuwepo kwa karne na karne. Maandiko katika kitabu cha Matendo sura 17 mstari wa 26 inasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Naomba tusikilizane tunapokwenda kumalizia. Moja ya mitume ambao waliweza kuzungumza na Wagiriki na waliweza kuzungumza na wanafilosofia wa kipindi kile ni Paulo. Kwa Paulo pekee ndiye ambaye anaweza kutufunulia kama kuna ukweli wowote ambao ulipata kuwako ambao una uhusiano na kile ambacho tumejifunza leo katika enzi ambazo yeye alipata kuishi. Na moja ya vitu ambavyo amevisema ni hiki ambacho tumekisoma, ya kwamba Mungu aliumba moja na kupitia huyo moja mataifa yote yakapata kuwako. Alikuwa anamaanisha nini? Au alikuwa akijibu hoja gani Paulo alipokuwa akizungumza haya? Sikia. Elcott katika komentari yake ya English Readers anasema, maelezo haya yanatoa falsafa yake ya historia, na msimamo huo ulikuwa ni mmoja ambao hakuna Mgiriki na zaidi ya yote hakuna Mwathenia aliyekuwa tayari kuukubali. Kwa yeye, tofauti kati ya Mgiriki na mshenzi ilikuwa ni msingi muhimu. Mmoja alikusudiwa kiasili kuwa mtumwa wa mwingine. Kwa hiyo wakati Paulo anaongea haya kwamba sisi sote tumetokana na baba mmoja, alijua ya kwamba hawa watu wanabaguana kwa misingi ya kuona mwingine ni bora kuliko mtu mwingine, na ndio maana akawaambia, sikilizeni, hatupaswi kuwa na ubaguzi kwa sababu sisi sote ni wanadamu, sisi sote tumetokana na mmoja, tumetokana na baba mmoja ambaye kupitia yeye jamii zote zimepata kuwa. Ndicho ambacho Paulo alikuwa akiwaeleza Wagiriki ambao walishapandikiziwa mafundisho haya kwamba kuna watu bora na watu wasio bora. Sikia, Barnes katika komentari yake anasema, familia zote za wanadamu zimetokana na asili au ukoo mmoja. Hata kama rangi ya ngozi yao, sura na lugha yao ni tofauti kiasi gani, bado zinatokana na mzazi mmoja wa pamoja. Neno damu mara nyingi hutumika kuashiria kabila au ukoo au jamaa. Kifungu hiki kinathibitisha kwamba familia yote ya wanadamu imetokana na baba mkuu mmoja, na kwamba kwa hiyo aina zote za utofauti wa rangi ya ngozi zinafuatiliwa hadi kwenye sababu nyingine zaidi ya ile ya kwamba asili yetu ilikuwa ni makabila tofauti yaliyoundwa. Kwa hiyo maandiko matakatifu, mashuhuda wa maandiko matakatifu wote wanakubali ya kwamba sisi tunatokana na baba mmoja, wapendwa katika Bwana, na hatupaswi kubaguana. Paulo alilijua hilo na ndio maana akalifundisha kwa Wagiriki. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:45 tunasoma, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni yeye roho ambaye anapata
kuhuisha. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:47 tunaambiwa mtu wa kwanza alitoka kwa nchi na wa udongo, na mtu wa pili atoka mbinguni. Sikiliza, huyu mtu anayetoka mbinguni ni nani? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kitabu cha Yohana sura 6 mstari wa 38 anasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Aliyeshuka duniani kwa ajili ya kuwafanya watu warejee kuwa kitu kimoja si mwingine bali ni Kristo Yesu. Yesu amekuja kuwafanya watoto wa Adamu ambao wametenganishwa wawe kitu kimoja. Hawa watu wanapokuwa kitu kimoja leo wanaitwa Wakristo, kwa sababu wanadamu wamekwisha kutenganishwa. Yesu anakuja kuwarudisha watoto wa Adamu kuwa kitu kimoja kwa jina moja, yaani wafuasi wa Kristo, ambaye Biblia inaita Adamu, inamuita Adamu wa pili. Katika kitabu cha Wakolosai 3:11 anasema, hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutairiwa wala kutokutairiwa, mgeni, mshenzi, mtumwa na muungwana, bali Kristo ni yeye yule katika yote. Kwa Kristo alipokuja, kwa mujibu wa Paulo, alikuja kwa ajili ya kuwaunganisha tena watu ambao wamebaguana na kutengana kwa sababu ya kujiona bora kuliko mtu mwingine. Na Banzi anaendelea kusema, lakini Kristo ndiye yote, na katika yote jambo kuu linalofanya kanisa kuwa ni la pekee ni kwamba Kristo ndiye mwokozi wake, na kwamba wote ni marafiki na wafuasi wake. Washiriki wake huweka kando tofauti nyingine zote na wajulikana tu kama marafiki zake. Hawajulikani kama Wayahudi na Mataifa, kama taifa hili au taifa lile, kama watumwa au watu huru, bali wanajulikana kama Wakristo, wakitofautishwa na wanadamu wengine wote kama marafiki walioungana wa mkombozi. Banzi anaendelea kusema, lengo la mtume katika uthibitisho huu lilikuwa ni kuwashawishi Wagiriki kwamba aliwaona wote kuwa ni ndugu, kwamba ingawa yeye alikuwa ni Myahudi bado hakutekwa nyara na mawazo au chuki finyu kama watu wengine. Hivyo basi, kutokana na ukweli uliotajwa hapa, ni kwamba hakuna taifa moja, hakuna mtu binafsi anayeweza kudai kuwa ana ubora wowote juu ya wengine kwa nguvu ya kuzaliwa au damu. Ndicho ambacho hao waandishi wanakiandika, ndicho ambacho wanatufunulia kile ambacho Paulo alikuwa akiwaambia Wagiriki ambao walikuwa wamekwisha fundishwa nadharia za kubagua watu wengine, wakijiona wao bora kuliko wengine. Kilichokuwa kikiwasibu Wagiriki hata Wayahudi pia kilikuwa kikiwasibu. Arthur Keith anatuambia, Ukristo hautambui tofauti ya kabila au rangi ya ngozi. Unalenga kuvunja vizuizi vyote vya kirangi. Katika suala hili, mkono wa Ukristo unapingana na ule wa uchaguzi wa kimaumbile. Ukristo unapingana na kile ambacho Charles Darwin amekiendeleza kwa miaka na miaka kutoka kule Babeli hadi Ugiriki. Wapendwa katika Bwana, Banzi anasema watu wote ni sawa katika suala hili. Familia nzima ya kibinadamu, ijapokuwa wanaweza kutofautiana kwa rangi ya ngozi, desturi na sheria, wanapaswa kutazamwa na kutendewa kama ndugu. Inafuata pia kwamba hakuna sehemu yoyote ya kizazi cha wanadamu iliyo na haki ya kutumikisha au kudhurumu sehemu nyingine yoyote kwa sababu ya utofauti wa rangi ya ngozi. Hakuna mtu aliye na haki hiyo. Nimalizie kwa nukuu ya Ellen White katika gazeti la Review and Herald Desemba 17 mwaka 1895. Ellen White anasema, kuta za utengano zimejengwa kati ya wazungu na weusi. Kuta hizi za ubaguzi zitaanguka zenyewe kama vile kuta za Yeriko zilivyovunjika wakati wa Kristo watakapotii neno la Mungu ambalo linawaamuru kuwa na upendo mkuu kwa Muumba na upendo mkuu kwa wao, upendo usio na upendeleo kwa jirani. Katika moja ya spichi zake za mwaka 1891 aliandika Ellen White, Bwana Yesu alikuja katika ulimwengu wetu kuokoa wanaume na wanawake wa mataifa yote. Alikufa kwa ajili ya watu weusi sawa na kufa kwake kwa ajili ya watu weupe. Kwa wapendwa katika Bwana, kile ambacho tunapata kukiona leo ni kwamba
Shetani amekuwa akifundisha somo la ubaguzi kwa karne na karne, kwa milenia na milenia, na katika siku hizi za mwisho anahakikisha kila kitu ambacho aliwahi kukifundisha anakirudisha upya, na kuhakikisha katika vita yake ile ya mwisho anaondoka na watu wengi kadiri awezavyo. Kwa hiyo watu wote ambao wanajikuta wametumbukia katika kubagua wengine kwa sababu ya minajil au kwa sababu ya kuwaona bora au kuwaona wao wanawaonea, wanajiingiza katika mtego wa shetani ambao utawapelekea waikose mbingu na kuungana naye katika ule moto wa milele. Biblia inaniambia katika kitabu cha Zaburi 71 mstari wa 18 kuwa, na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, Mungu usiniache, hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako, na kila atakaye kuja uweza wako. Wapendwa, mimi binafsi nimekubaliana na kile ambacho Daudi anakisema, ya kwamba hata niwe na mvi, hata niwe mzee kiasi gani, nipo kwa ajili ya kusimamisha ukuu wa Mungu. Nipo kwa ajili ya kuwaambia watu ukweli wa neno la Mungu, na ni shauku yangu hata wewe unayesikiliza upate kuwa na shauku hiyo ya kutaka watu waijue kweli, nayo kweli ipate kuwaweka huru. Nipate kuwakaribisha katika mwendelezo wa somo linalokuja, ambako tutakwenda kutazama uhusiano uliopo kati ya ibada za sanamu na kile ambacho tunakiita ubaguzi wa rangi. Mungu awabariki na kuwalinda, katika jina la Yesu nimeombea, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.